Kwa mwaka wa fedha 2024/2025 nimefanya jumla ya kaguzi 1553 za aina mbalimbali zikihusisha kaguzi 1339 za hesabu za fedha, kaguzi 18 za ufanisi, kaguzi za kiufundi kwa njia real time audit 12, kaguzi za mifumo ya tehama 137 na kaguzi maalum na za kiuchunguzi 47, ambazo kati ya hizo kaguzi za kiuchunguzi na maalum 38 zimekamilika na 9 ziko katika hatua mbalimbali ya kukamilishwa. Mheshimiwa Rais, kuhusu kaguzi maalum na za kiuchunguzi 47 nilizosema hapo juu, kaguzi 45 zinatokana na maombi ya taasisi za serikali, viongozi na wadau mbalimbali. Kaguzi 2 nilizianzisha mimi mwenyewe. Kati ya maombi hayo kutoka kwa viongozi na taasisi za serikali, Bunge liomba kaguzi 7, Waziri Mkuu aliomba ukaguzi 1, vyombo vya kiuchunguzi kwa maana TAKUKURU, DCI na TCEA waliomba kaguzi, jumla ya kaguzi 31. Wakuu wa taasisi za serikali waliomba kaguzi 2. Na kupitia taarifa za siri toka kwa wananchi tulifanya jumla ya kaguzi 4. Mheshimiwa Rais, mwenendo wa hati za ukaguzi. Katika mwaka wa fedha 2024/2025 nimetoa jumla ya hati 1339 za kaguzi, ikiwa ni 38 ikilinganishwa na hati 1301 nilizotoa katika mwaka wa fedha 2023/2024. Kati ya hati hizo 1339, hati 221 zinahusu tawala za mikoa na mamlaka za serikali za mitaa. Hati 225 zinahusu mashirika ya umma. Hati 562 zinahusu serikali kuu na hati 331 zinahusu miradi ya maendeleo. Mheshimiwa Rais, kati ya hati hizo zinazoridhisha ni 1326 sawa na 99%. Hati zenye shaka ni 10 sawa na 0.8. Hati mbaya ni 1 sawa na 0.1. Na taasisi 2 sawa na 0.1 nimeshindwa kutoa maoni ya ukaguzi. Kwa ujumla, hati za ukaguzi wa hesabu zinaonyesha kuwa utayarishaji wa hesabu unaridhisha na kwa kiasi kikubwa unazingatia taratibu na kanuni za uandaji wa hesabu hizo. Mheshimiwa Rais, taasisi zenye hati zenye mashaka, hati mbaya na kushindwa kutoa maoni ni kama zifuatazo. Kwanza, kwenye mashirika ya umma na taasisi zingine kuna Bodi ya Korosho Tanzania imepata hati yenye mashaka, Kiwanda cha Madawa cha KECO imepata hati yenye mashaka, Bodi ya Chai Tanzania imepata hati yenye mashaka, Mamlaka Maji Safi na Usafi wa Mazingira Kyela Kasumulu nilishindwa kutoa maoni. Mheshimiwa Rais, serikali kuu na wizara, idara na wakala. Wakala wa Ufundi na Umeme Tanzania TEMESA imepata hati mbaya. Mamlaka Maji Safi na Usafi wa Mazingira Handeni Trunk Main imepata hati yenye mashaka. Mamlaka Maji Safi Usafi wa Mazingira Kondoa hati yenye mashaka. Jumuiya ya Maji Ngazi ya Jamii Kilumusa Sibiuso imepata hati yenye mashaka. Jumuiya ya Maji Ngazi ya Jamii Mambawasa Sibuiso nimeshindwa kutoa maoni. Serikali za mitaa. Halmashauri ya Manispaa ya Kibaha imepata hati yenye mashaka. Halmashauri ya Wilaya ya Msalala imepata hati yenye mashaka. Upande wa vyama vya siasa, Chama cha Civic United Front kwa maana CUF imepata hati yenye mashaka. Chama cha National Construction Alliance NRA imepata hati yenye mashaka. Mheshimiwa Rais, sababu kuu zinazopelekea kutolewa kwa hati zenye kasoro ni pamoja na upungufu wa nyaraka toshelevu za kuthibitisha uhalali wa malipo, matumizi yasiyothibitishwa, kutofautiana kwa mizania ya hesabu, pamoja na kutozingatia viwango vya kimataifa vya uhasibu yani IPSAS na IFRS. Mheshimiwa Rais, naomba kufahamisha kuwa sikuweza kukagua hesabu za Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kwa mwaka wa fedha 2024/2025 baada ya kupata taarifa kutoka kwa msajili wa vyama vya siasa kuhusu mashauri yanayoendelea mahakamani. Mheshimiwa Rais, hali ya utekelezaji mapendekezo ya ukaguzi ya miaka ya nyuma. Mheshimiwa Rais, uchambuzi wa utekelezaji mapendekezo ya ukaguzi unaonyesha changamoto za kimfumo katika usimamizi wa uwajibikaji wa taasisi za umma. Kati ya mapendekezo 38,181 yaliyotolewa miaka ya nyuma mpaka leo ni 36.7% pekee yaliyotekelezwa kikamilifu, huku 43.5% yakiwa bado katika utekelezaji na 7.5% hayajatekelezwa kabisa. Hii inaashiria kuwa juhudi za marekebisho hazijafikia kiwango kinachoweza kuleta mabadiliko ya haraka na yenye tija.
Vile vile uwepo wa mapendekezo yanayodumu kwa kipindi cha miaka 7 hadi 20 bila kutekelezwa kunaonyesha changamoto ya kudumu katika ufuatiliaji wa utekelezaji pamoja na kushindwa kushughulikia vyanzo vya matatizo kwa maana root causes. Hali hii inaendelea kuhatarisha upotevu wa rasilimali za umma na kudhoofisha ufanisi wa taasisi. Mheshimiwa Rais, nikupe mifano ya hoja za muda mrefu. Mamlaka ya Mapato Tanzania ina madeni ya kodi yanayofikia takriban shilingi bilioni 7.24 ambayo yameendelea bila kukusanywa kwa zaidi ya miaka 17. Mamlaka ya Hifadhi ya Bahari na Maeneo ya Hifadhi ina madeni ya shilingi milioni 658 yanayodaiwa na jamii ya Mafia hajalipwa kwa zaidi ya miaka 15. Cashewnut Board of Tanzania, mali na viwanja vyenye thamani ya takriban shilingi bilioni 3.28 bado havijapatiwa hati miliki kwa zaidi ya miaka 13, jambo linalohatarisha umiliki wa mali za serikali. Mheshimiwa Rais, utekelezaji wa mapendekezo mengine hauhitaji rasilimali, unahitaji tu taratibu za kufuta hasara kwa mujibu wa sheria, lakini taratibu hizo za kisheria zinachukua muda mrefu na kuacha hoja zikiendelea kuwepo kwenye orodha ya mapendekezo ambayo hayajatekelezwa. Kwa ujumla, mwenendo huu unaonyesha kuwa mfumo wa ufuatiliaji wa utekelezaji wa mapendekezo ya ukaguzi unahitaji kuimarishwa zaidi ili kuhakikisha matokeo ya ukaguzi yanakuwa nyenzo muhimu katika kuimarisha utendaji serikalini. Mheshimiwa Rais, changamoto hizi zinatokana na kukosekana kwa mifumo madhubuti ya uwajibikaji katika taasisi za serikali kwa ajili ya kuratibu ufuatiliaji wa hoja za CAG na utekelezaji wa mapendekezo ya ukaguzi. Hata hivyo, mfumo wa IFTMIS uliopo chini ya ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI umeanza kuonyesha matokeo chanya, ambapo unatumika TAMISEMI na mamlaka zote 184 za serikali za mitaa, na ofisi ya CAG imepewa haki ya kutumia kwa ajili ya ufuatiliaji. Mheshimiwa Rais, kwa kuzingatia ufanisi huo wa mfumo, napendekeza mfumo huo uangaliwe ili kuweza kutumika kwa taasisi zote za serikali pamoja na kuunganishwa na mifumo ya ufuatiliaji wa Bunge ili kuimarisha uwajibikaji, kuongeza ufanisi wa ufuatiliaji wa mapendekezo ya ukaguzi. Mheshimiwa Rais, pia napendekeza mlipaji mkuu wa serikali awasimamie maafisa masuhuri kuhakikisha wanatekeleza mapendekezo ili kuondoa mrundikano wa mapendekezo ambayo hajatekelezwa kwa muda mrefu. Kama nilivyosema, mengine hahitaji tukufuta hasara ambazo zimeonekana ni hasara, ni kuleta kwa mlipaji mkuu wa serikali, CAG akithibitisha, tunapeleka bungeni, zinafutwa na kuziondoa kwenye ile orodha ya hoja ambazo hazijatekelezwa, mapendekezo ambayo hayajatekelezwa. Mheshimiwa Rais, mwenendo wa deni la serikali. Mheshimiwa Rais, hadi kufikia tarehe 30 Juni 2025, deni la serikali lilifikia trilioni 110.05. Kiasi hiki kinajumuisha deni la ndani la shilingi trilioni 35.5 na deni la nje la shilingi trilioni 74.55. Mwenendo huu unaonyesha kuwa ndani ya mwaka mmoja deni limeongezeka kwa shilingi trilioni 12.7 sawa na asilimia 13.04 ikilinganishwa na mwaka wa fedha wa 2023/2024. Ongezeko hili limechangiwa zaidi kwa kuongezeka kwa mikopo ya nje pamoja na kushuka kwa thamani ya shilingi dhidi ya dola ya Marekani, ambao kushuka kwa thamani kumechangia ongezeko la deni la shilingi trilioni 2 kutokana na exchange rate. Mheshimiwa Rais, tathmini ya uhimilivu wa deni, debt sustainability analysis, imebaini kuwa deni la serikali bado lipo ndani ya viwango salama vinavyokubalika kimataifa, huku thamani ya sasa ya deni lote la umma kwa pato la taifa ikiwa ni asilimia 40.7 chini ya ukomo wa asilimia 55, na deni la nje kwa pato la taifa likiwa ni asilimia 24.9 chini ya ukomo wa asilimia 40. Aidha, uwiano wa deni la nje kwa mauzo ya nje ni asilimia 125.5 ambao bado upo ndani ya kiwango cha asilimia 180. Viashiria hivi pamoja na ukuaji wa uchumi vimeimarisha uaminifu wa Tanzania kimataifa, jambo linaonekana kupitia ukadiriaji mzuri wa utulivu wa hadhi ya ukopaji ambao Moody's wametupatia daraja la B1 kwa maana tuko stable mwezi Desemba 2024, na Fitch Ratings ilitoa daraja la B+ kwa maana stable Machi mwaka huu. Haya ni mashirika ambayo yanatathmini uwezo wa ukopaji katika nchi mbalimbali na uwezo wa uchumi na uvumilivu. Mheshimiwa Rais, usimamizi wa mapato. Mwenendo wa ukusanyaji wa mapato.
Bajeti ya serikali kwa mwaka wa fedha 2024/2025 ilifikia trilioni 50.29, ambapo mapato yaliyopatikana yalikuwa ni shilingi trilioni 47.82, sawa na utekelezaji wa asilimia 93.11. Mapato ya ndani yaliendelea kuwa chanzo kikuu kwa kufikia asilimia 99.41 ya lengo, huku Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA ikiwa mchangiaji mkuu wa makusanyo hayo, yakionyesha utendaji mzuri wa ukusanyaji ambapo yalivuka lengo. Nichukue nafasi hii, Mheshimiwa Rais, kuipongeza serikali na TRA kwa ufanisi huu. Aidha, serikali iliongeza utegemezi wa mikopo ya kibiashara ambayo ilivuka lengo na kufikia asilimia 108.18, wakati misaada ya mikopo nafuu ilifikia asilimia 39.73 ya lengo. Mheshimiwa Rais, kutowasilishwa fedha za mifuko maalum special funds kwenye mifuko husika. Mheshimiwa Rais, nibaini kutowasilishwa kwa fedha ya mifuko maalum ambapo kiasi cha shilingi trilioni 2.28 kilichokusanywa na Mamlaka ya Mapato Tanzania kutokana na tozo za mafuta na reli kiliingizwa kwenye mfuko mkuu wa hazina. Kati ya kiasi hicho, shilingi bilioni 780.88 pekee ndizo zilizowasilishwa kwenye mfuko husika, ikiwemo mfuko wa barabara, mfuko wa nishati vijijini, mfuko wa reli na mfuko wa maji, huku shilingi trilioni 1.48 zikibaki bila kupelekwa na kutumika shughuli nyingine. Hata hivyo, Mheshimiwa Rais, mifuko maalum ya serikali imekuwa mingi, inahitaji kutathminiwa kwa kina, kwani hali hii inadhoofisha dhana ya kuwa na mfuko mkuu wa hazina. Mheshimiwa Rais, ninatambua juhudi za serikali katika kuboresha mifuko hii. Hata hivyo, kwa kuwa hali imekuwa ikiendelea kwa muda mrefu kutokana na mwenendo unaojirudia, napendekeza serikali ifanye mapitio ya mfumo wa kisheria ili kuweka utaratibu unaoruhusu mgawanyo ulioainishwa wazi kati ya fedha zinazopelekwa kwenye mifuko maalum na mfuko mkuu bila kuathiri utekelezaji wa majukumu ya mifuko hiyo. Mheshimiwa Rais, kesi za kodi za rufaa zilizokwama. Ukaguzi umebaini kuwa kuna mrundikano mkubwa wa kesi za kodi zisizotatuliwa zenye thamani ya takriban shilingi trilioni 10.75 kwa Tanzania bara na Zanzibar, ikiwa katika ngazi za Bodi ya Rufaa za Kodi TRAB, Baraza la Rufaa za Kodi TRAT na Mahakama ya Rufaa Tanzania CIT. Idadi ya kesi imeongezeka kwa kasi kutoka kesi 7 mwaka 2019-2020 hadi kesi 1223 mwaka 2024-2025. Hali inaashiria udhaifu katika mifumo ya utatuzi wa migogoro kikodi. Hali hii inachangiwa na kukosekana kwa mifumo madhubuti ya usuluhishi wa mapema ndani ya Mamlaka ya Mapato, pamoja na uchache wa wataalamu wa mifumo duni ya kielektroniki katika vyombo vya rufaa, jambo linalosababisha ucheleweshaji wa maamuzi. Mheshimiwa Rais, napendekeza serikali ifanye mapitio maalum ya kesi zote na kuweka malengo ya muda kuzitatua, kuimarisha mifumo ya usuluhishi wa ndani ya TRA ili kupunguza rufaa zisizo za lazima na kuongeza wataalamu pamoja na matumizi ya mifumo ya kidijitali katika vyombo vya rufaa za kodi ili kuharakisha usikilizwaji wa mashauri ya kodi. Mwenendo wa mashirika ya umma ya kibiashara. Mheshimiwa Rais, utendaji wa kifedha mashirika ya kibiashara unaonyesha kupungua kwa hasara kutoka shilingi bilioni 412.31 hadi shilingi bilioni 307.1. Hata hivyo, upungufu huu haujatokana na ufanisi wa kiutendaji, bali imechangiwa kikamilifu na ruzuku za matumizi ya kawaida recurrent grants kwa ajili ya mishahara, gharama za uendeshaji wa taasisi ambazo zina thamani ya shilingi bilioni 105.21. Jambo linaloashiria kuwa hasara zimehamishiwa kwa serikali badala ya kupungua